Karibu tena mtazamaji, na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kabla ya kuingia kwenye sehemu ya mahojiano, tupate makuu ya leo. Simba, Simba, Simba. Ford Kenya yawapa adhabu ya muda wanasiasa waasi akiwemo seneta wa Turkana John Munyes. Wa Marekani kumchagua rais wao kufikia kesho, ila huko Kogelo wenyeji wamempigia kura dhahania Hillary Clinton. Na raia wa Tanzania waungana na dunia nzima kufuatilia uchaguzi wa Marekani. Hillary Clinton, mgombea kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha Democratic, huenda akaandikisha historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kuliongoza taifa la Marekani. Clinton tayari amejipa nafasi katika historia kwa kuwa mwanamke wa kwanza kuteuliwa na chama kikuu katika taifa hilo kuwania urais. Francis Mtalaki ana mengi zaidi. We've reached a milestone in our nation's march toward a more perfect union. The first time that a major party has nominated a woman for president. Hillary Diana Clinton aliyezaliwa Oktoba 29 mwaka 1947 alenga kuandikisha historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kupeperusha bendera ya chama na kisha kutoa ushindi katika uchaguzi wa urais nchini Marekani. Safari ya Hillary Clinton aliye na umri wa miaka 69 hasa katika ulingo wa siasa na uongozi haijaanza sasa. Alihudumu kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani kuanzia mwaka 2009 hadi mwaka 2013 na hata kuzuru Kenya wakati huo. Kabla ya hapo, Hillary amehudumu kama seneta nchini Marekani kati ya mwaka 2001 hadi mwaka 2009 na kwa zaidi amekionja kiti cha mkewe rais kuanzia mwaka 1963 hadi mwaka 2001 wakati mumewe au barafu yake ya moyo Bill Clinton alipokuwa rais wa Marekani. Na si hayo tu, kwani mwaka 2008 alikuwa miongoni mwa wale waliotupia macho kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha Democratic, lakini Barack Obama, rais anayeondoka kwa sasa, akampiku na kupeperusha bendera. Akiwa katika kipute cha kampeni, wamekuwa kimenyana na kutoana kijasho na hasimu wake wa sasa Donald Trump. Clinton amejitosa na kuonyesha umahiri wake katika siasa za Marekani na kupambana mume nguvuze. The Clintons have established an apparatus which allows foreign entities to give large sums of money to them. Some of it flows through the Clinton Foundation, through their charitable organization. Some of it ends up directly in their pocket in the form of speaking fee. Mwaka 1994 akiwa mkewe wa rais, azimio lake la kuboresha afya zaidi nchini humo lilizimwa na bunge la Congress. Kati ya mwaka 1997 na mwaka 1999, Clinton alikuwa mstari wa mbele kwa mchango wake kuona kwamba watoto wachanga wamepata bima kupitia serikali ilifaulu, sawa na msukumo wake wa kutaka kuwepo kipengee kuhusu haki za familia. Francis Mtalaki, KTN News. Na tukisalia na suala hilo, hapa studioni niko naye Mohamed Abdullahi ambaye ni mjuzi wa masuala ya Afrika na pia ana ujuzi kuhusiana na siasa za Marekani. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana Mashirima. Tuanze na hili jambo la wengi wanaobashiri kuwa huenda ni Clinton akashinda, kuna wengine wanasema huenda ni Trump atashinda. Je, ni kwa nini wengi wana wasiwasi na urais wa Donald Trump? Ni kwa sababu kwamba vyombo vya kubashiri vyenyewe vimekuwa vikitofautiana. Mara ya kwanza alikuwa na kama pasenti 7 nadhani wiki iliyopita tu, na imezidi kupunguka. Pia kwa sasa watu wengi hawaelewi kama Trump mwenyewe wafuasi wake ni nani hasa. Kuna wafuasi wale ambao wamejificha hasa kwa mambo ambayo alikuwa akiyazungumzia kuhusu ukabila au ubaguzi. Kuna watu wengi hawataka kuonesha sera zao nje, lakini kwa kimoyo wanamuunga mkono Trump. Ni vigumu sana kujaribu kutathmini watu kama hao. Na vile kwa upande mwingine, Hillary Clinton pia ana wafuasi wengi sana. Tuseme hivi kwamba Waafrika, watu kutoka South America, wale Mexicans na watu kama hawa wanaitwa Latinos. Na watu wote ambao ni weusi, hata Wayahudi, Waarabu, wote wanajulikana huko ni weusi tu. Unaona? Kwa hiyo
kuna shida kwamba je, watakuwa na sauti ya kutosha? Alafu kuna swali lingine ambalo ni muhimu sana. Watu wa Amerika ni watu wanaitwa Rambo, ni watu ni mababe, wanajitaka mtu shujaa nini, mbabe hivi. Hawasemi, lakini wako namna hiyo. Na hii ni mara ya kwanza kwamba mwanamke kuwania madaraka, lakini katika moyo wao hawamwamini. Wanaume weupe wa Amerika hawaamini mwanamke. Na kwa hiyo kuna vitu fulani ambavyo kutathmini. Kuzungumza watazungumza kwamba wao wanaunga wanawake nini, lakini hawawapatii madaraka ambayo ni muhimu sana. Kwa hiyo kuna matatizo kama hayo, wanasema the unknown, yani haijulikani kabisa. Katika siku za nyuma wanaume wawili walipokuwa wanapambana, ilikuwa kuhusu sera ya huyu na sera ya huyu, lakini kuna maswali mengine ambayo haiwezi kubainishwa mbele ya watu, lakini kisiri iko ndani ya moyo wa watu. Na kwa hilo kuwa kuna ule wasiwasi, kuna wasiwasi kumhusu Trump na kuna wasiwasi kumhusu Hillary, lakini kuna wagombezi wengine ambao ni kama hawajaangaziwa sana. Je, ni kuwa vyombo vya habari katika taifa hilo vimechangia katika wananchi kutojua kuwa kuna wale wengine ambao huenda wakiwapa nafasi watakuwa bora zaidi ya wawili hawa? Hawa ni mayahe ambao wamekuja tu hapo, si watu wenye uzito, na wengi wao wanakuja kila miaka. Alikuwepo mmoja ambaye alifanya bidii sana, nadhani katika chaguzi 3-4 zilizopita, nimemsahau jina, alikuwa akipigania haki za watu wateja. Huyo alikuwa amekuwepo, lakini hapaja kuwepo na mtu yote mwingine ambaye hatoki katika vyama hivi viwili ambaye ameweza kuwa na uzito wote. Kwa hiyo wanapuzia kwa sababu wanajua kwamba hawana uzito. Na hapa taifa la Kenya huwa hata wakiwa wagombea 20 tutawaangazia wote kama vyombo vya habari. Je, ni wakati ambapo tunapaswa kuiga jinsi mambo yanavyofanyika Marekani, ama tutakuwa tunawanyima nafasi wale wengine ambao wanajaribu kila wawezalo kupata nafasi ya urais? Nafikiri inafaa kuiga, lakini itahitaji mikakati mingi sana. Kumbuka kwamba Amerika ni pana sana. Kwa hiyo hao hawezi kufika maeneo yote. Kwa mfano, pengine wako katika mkoa mmoja tu ambapo wanaishi, hata pesa hawana za kwenda katika mikoa yote zaidi ya 50. Ni nchi hiyo, ni bara hiyo. Amerika yenyewe ina watu karibu milioni 300 nafikiria. Lakini hapa Kenya ni eneo dogo. Kwa hiyo sasa kutakuwa na maswali mengi ambayo yataulizwa. Lakini nadhani itafaa kwamba pengine kwa sababu itakuwa matatizo kama zile hoja zilizo majadiliano yaliyotokea kati ya watu walikuwa wanawania, viongozi walikuwa wanawania urais katika nchi hii. Kuna watu wengine ambao ni no hopes. Walikuwa ni watu ambao hawatajii kabisa kwamba watakuwa na chochote, lakini walikuwepo pale, alafu wakaanza kujadili. Badala ya kuwapata wale wawili au watatu ambao kweli ni wazito waweze kueleza sera zao, na hao ndio wana mategemeo. Na hili jambo linahusiana na mambo ya vyama. Kuna mtafaruku wa vyama katika nchi hii. Kila mmoja ambaye anashindwa katika chama hichi anaenda kujifungulia chama. Hii ndio shida kubwa iliyoko. Marekani kuna vyama viwili vikubwa, na huwezi ukashinda uchaguzi bila ya kuwemo katika hivyo vyama viwili. Na iwapo kutakuwa na urais wa Hillary Clinton ama urais wa Donald Trump, ni nani kati ya hawa wawili ambao ataimarisha uhusiano kati ya Marekani na mataifa ya nje? Hapana shaka kwa sasa, kulingana na zile sera zao ambazo wamezieleza waziwazi, ni Hillary Clinton. Hillary Clinton yuko katika Democratic Party. Yeye mume wake alikuwa anaitwa Bill Clinton, ambaye alianzisha uhusiano mzuri sana na nchi za Kiafrika na nchi za kimataifa. Vile akajenga pia uchumi wa Marekani, aliondoka katika hali nzuri. Alafu Obama, na hata Obama sasa hali ya uchumi iko nzuri sana, na uhusiano wake na nchi zinazoendelea wanavyosema, au ulimwengu wa tatu wanavyosema, ni uhusiano mzuri zaidi. Huyu bwana mwingine ameeleza waziwazi kwamba Amerika ndio namba 1 na hajali mtu yoyote, na watu wote lazima waitumikie Marekani, na yeyote atakayefanya nyoo ataona cha mtema kuni. Kwa hiyo ndio lugha yake. Naam. Na tuzungumzie kuhusiana haswa na sera za hawa wawili kuhusiana na uhamiaji. Donald Trump amejitoa waziwazi na kusema kuwa wakimbizi watadhibitiwa kwa kiasi fulani, hasa kuhakikisha kuwa wale tu wanaoingia katika taifa hilo ni wale ambao wamepigwa msasa vilivyo kabla wapatiwe vibali vya kuwa katika taifa hilo. Na kuna wale ambao wanahisi kuwa hiyo si hatua nzuri, itawanyima
kuwanyima haki wengine. Kwa maoni yako, unaona kama kule kutetea wa Marekani kwa Donald Trump kutawaathiri wengine? Ndio, unajua hii sera yake kama ilivyoelezwa na wataalamu wa mambo ya serikali na wa siasa, hata Marekani, Uingereza au Ulaya, wanaita populism. Yaani yeye anachukua mada moja ambaye anaona kwamba itawatonesha wale wa Marekani na itawafanya wampende. Kumbuka yeye alikuwa mfanyabiashara, ndio mara ya kwanza yeye kuingia katika siasa. Hajatumika katika kazi yote katika serikali, hajakuwa balozi, hajakuwa katika siasa. Kwa hiyo yeye amelenga mambo hisia za Wamarekani. Anasema mnanyang'anywa kazi na wageni ambao wanaruhusiwa kuingia hapa holela. Si kweli. Marekani kuingia hata siku za nyuma ilikuwa vigumu sana, isipokuwa tu nchi za kusini mwa Amerika kama Mexico hivi au Mexico, ambao watu wanaweza kuvuka mpaka kwa urahisi. Lakini katika nchi nyingine, kumbuka kwamba usafiri wa ndege kutoka hapa mpaka Marekani ni saa ngapi? Saa 15. Na kuna udhibiti mkali na kuna masharti makali. Na jambo ambalo linashangaza ambalo ni kwamba yeye pia baba yake hakuzaliwa katika nchi hiyo. Yeye ndiye amezaliwa, lakini baba yake asili yake ni kutoka Ujerumani, ninavyosikia, nilivyosoma. Kwa hiyo sasa watu wote walioko nchini wa Marekani, Amerika ni ya watu wote, ni watu ambao isipokuwa wale Red Indians. Unasikia? Watu wote pale ni wageni. Wazungu hao wote walienda hapa, haijapita zaidi ya karne 3 wamefika, na huyu amefika hivi juzi tu. Wengine hata lugha ya Kiingereza wakifahamu, wanazungumza Kijerumani, wanazungumza Kiswedish, wametoka nchi mbalimbali. Hasa watu waliofika mwanzo pale ni wale watumwa wa Kiafrika. Kwa hiyo yeye sasa amekuja na sera zake ambazo anajaribu kuonesha kwamba yeye atasaidia wa Amerika, na hawa Amerika anaowazungumza kila wasaa, ingawaje asemi waziwazi, maana yake ni kwamba ni wale wazungu mabwenyenye. Yeye anatoka katika chama cha Republican ambacho ni chama cha mabwenyenye, matajiri, watu wenye uwezo, watu ambao wana ujuzi, ambao wanafanya kazi kubwa katika idara za serikali au katika shughuli zingine za kitaifa. Naam, zile picha ambazo unaziona katika runinga yako ni mgombea ama ni running mate wa Donald Trump, Mike Pence, ambaye amemaliza kupiga kura hivi sasa. Ni picha za moja kwa moja kutoka Marekani tunazokuletea hapa kwenye KTN News za running mate wa Donald Trump ambaye ndio amepiga kura hivi sasa, anaitwa Mike Pence. Mohamed Abdullahi, tukiendelea na mahojiano yetu, tuzungumzie sera za familia ambazo Clinton amekuwa akishabikia sana kuwa yeye anataka kutetea kina mama, anataka kutetea watoto, lakini pia upande wa Trump umesisitizia familia, haswa ile familia ya kihalisi, kuwa haungi mkono masuala ya ndoa kati ya watu wa jinsia moja ama pia kuhusiana na uaviaji mimba. Hiyo ni kweli, lakini kabla ya hapo pengine umenikumbusha kitu kimoja ambacho ni muhimu. Unajua watu walikuwa wanategemea kwamba Trump atamchagua mwanamke kuwa running mate wake. Hakumchagua. Sera hizi ni sera za chama cha Democrats. Zimekuwepo tangu zamani kabisa, kwamba wenyewe wanaunga hayo mambo hayo mkono. Wanaona kwamba kila mtu ana haki yake na kwamba wanawake wana haki hiyo ya kuweza kuitoa hiyo mimba kama inahatarisha maisha yao au kuna sababu zao. Hizi ni sera za chama na ni lazima Clinton aziafiki ili aweze kuchaguliwa. Kwa hiyo sio sera zake za Clinton, ingawaje huyu Hillary Clinton ni ajabu, ni kwamba unajua zamani alikuwa katika Republican Party. Hata alikuwa anamfanyia campaign Nixon aliyekuwa ni Republican, lakini alibadilika baadaye. Kwa hiyo hizi ni sera za chama. Unajua kwa kuna vyama, sio kama huku kwetu yani kuna sera maalum ambazo ni lazima mtu ambaye ni mgombania uchaguzi wa chama hicho lazima zifuate. Kwa mfano, kwa upande wa bunduki, mtu kuweza kumiliki bunduki, Republicans wanataka haya mambo yawepo kila wakati. Kwa mfano tena, kwa upande wa kulipa kodi, Republicans wanajulikana kwamba wenyewe wanataka wapunguze malipo kwa matajiri ya kodi. Unajua usitozwe kodi kubwa, ambapo Democrats wanataka matajiri watozwe kodi kubwa. Kwa upande wa kijeshi, hizi ni sera za chama ambazo zinajulikana kwamba unaweza kuja kueleza mtu yeyote akizungumza Marekani, mwanasiasa, utaweza kuelewa mara moja kwamba huyu mwanasiasa huyu
yeye anatoka katika chama fulani kulingana na yale ambayo anayasema. Naam, tukimalizia, unadhani ni nani atachukua urais wa Marekani? Ni swali gumu sana, kwa sababu kama nilivyoeleza, kuna utabiri kwa wakati huu. Katika mwaka wa 1948 kulikuwa na uchaguzi ambapo magazeti yote yalitangaza kwamba ameshinda jamaa moja, nafikiri alikuwa anaitwa Stevenson, ambapo aliyeshinda uchaguzi alikuwa ni Truman. Kwa hiyo ni vigumu sana kuelewa kwa sasa ni nani atashinda, kwa sababu nilivyoeleza vile vigezo au vitu ambavyo vinaweza kutusaidia kuweza kuangalia kweli undani wa watu ni vigumu sana. Huyu Trump ni mtu ambaye unajua hata hakupendwa na chama cha Republican. Viongozi vigogo wa chama cha Republican hawakumtaka kabisa, lakini akaibuka kwa mshindi. Kulikuwa na kinyang'anyiro kikali sana katika chama cha Republican, na viongozi wote vigogo wote wa chama cha Republican wanasema huyu bwana huyu hafai kwa rais wa nchi hii. Kwa hiyo ikiwa wao watampigia hao wa Republicans ambao wanampinga Trump, wanamwona kidogo ni mwendo wazimu au ni extremist. Kwa hiyo ikiwa wataamua namna hiyo, hizo kura zitaweza kuchangia kwa yeye kuweza kushinda huyu nani, Hillary Clinton. Lakini utabiri kwa sasa haujulikani. It's a toss up kama wanavyosema, nani atakayeshinda, ndio maana, lakini watakuwa karibu. Asante sana Mohamed Abdullahi, ambaye ni mjuzi wa masuala haswa siasa za Marekani, akiwa anatuchambulia jinsi ambavyo siasa hizo zilivyo, na pia haswa kuwa ubashiri wa kuwa ni nani atakayeshinda, iwe ni Hillary Clinton ama Donald Trump. Lakini kama alivyosema mmoja wa wale ambao wametuma jumbe zao hapa katika mtandao wa Twitter, ni kuwa hapo kesho kundadhi kuna mmoja ambaye atatoa machozi. Naitwa Mashirima Kapombe, asante sana kwa kutazama, na wapisha Dennis Onsarigo pamoja na James Smart na Asha Mwilu katika taarifa za News Sources. Usiku mwema.